Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amefichua mazungumzo ya siku 10 kati yake na rais wa Marekani Donald Trump na akiyaita kwamba ni mazungumzo ya heshima. Hata hivyo, kuna taarifa baada ya mazungumzo hayo ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitoka hadharani akisema amefanya mazungumzo na Nicolas Maduro, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vikanukuu jambo ambalo halikuwa sahihi, kama ambavyo Maduro amesema kwamba atajiuzulu baada ya miezi 18. Vyombo mbalimbali vya habari nchini Marekani na vile vya magharibi viliripoti juu ya taarifa ambayo Maduro anaikanusha kwamba ameshinikizwa na Donald Trump ajiuzulu na aondoke madarakani. Lakini Maduro anasema kwamba mazungumzo aliyozungumza na Trump yalikuwa ni ya heshima na mazungumzo ya huruma. Maduro alisisitiza kwamba mazungumzo hayo yalikuwa na busara na diplomasia ya utulivu wa hali ya juu. Amesema kuna mambo muhimu yanapaswa kunyamaza hadi yatakapotokea. Maduro pia alitaja Marekani kama nchi iliyochoshwa na vita visivyoisha na kuiweka Venezuela kama mshirika wa amani. Mnamo Novemba 29, Trump alitoa wito kwa mashirika yote ya ndege kuzingatia anga ya juu na karibu na Venezuela kufungwa. Mamlaka ya Venezuela ilikataa kwa dhati wito wake na kuitaka Marekani kuheshimu anga ya nchi hiyo kufuatia wito wa Umoja wa Mataifa na shirika la kimataifa la usafiri wa anga kulani kauli ya Washington ambayo Caracas imesema ni tishio la matumizi ya nguvu ya Marekani. Hata hivyo, hii inahalalisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Caribbean kwa kupambana na biashara za madawa ya kulevya. Mnamo Septemba na Oktoba, mara kwa mara imekuwa ikitumia vikosi vyake vya jeshi kuharibu boti zinazodaiwa kubeba dawa za kulevya kwenye pwani ya Venezuela. Mnamo Novemba 3, Trump alitoa maoni kwa siku za rais wa Venezuela Nicolas Maduro kama kiongozi wa Venezuela zinahesabika, huku akihakikishia kuwa Marekani haina mpango wa kuanzisha vita dhidi ya jamhuri hiyo. Vyombo vya habari vikaripoti kwamba Maduro ataondoka madarakani. Caracas iliona vitendo hivi kama vya uchochezi unaolenga kuvuruga eneo na kama ukiukwaji wa makubaliano ya kimataifa juu ya hali ya kutokuwa na kijeshi na kutokuwa na nyuklia katika eneo la Caribbean. Kauli ya kufunga anga ya Venezuela ni sehemu ya shinikizo la Marekani kwa taifa la Amerika Kusini. Wachambuzi wa mambo na wanasiasa huko nchini Venezuela wanasema kwamba vipengele hivi vitazuia ufikiaji wa zana za kifedha kama vile mfumo wa Swift, lakini pia kuiba mali ya kifedha ya Venezuela katika nchi zingine. Lakini pia vikwazo hivi dhidi ya makampuni ya mafuta na gesi ya PDVSA Venezuela ni chanzo kikuu cha mapato ya fedha za kigeni, na mpango huu utaweza kusababisha kukatika kwa fedha za kigeni nchini Venezuela. Venezuela sasa ni washirika wa kimkakati kama vile Urusi na China ambao wanaweza kuendeleza safari za mizigo kwenda nchini humo. Taifa hilo sasa linazalisha 95% ya chakula chake chenyewe. Hata hivyo, inaelezwa kwamba hii itakuja kusababisha kutengenezwa mazingira kama ilivyotokea nchini Libya baada ya vurugu za ndani katika nchi hiyo, ambapo baadaye mataifa magharibi yaliingilia kati na hatimaye kuuliwa kwa Rais Muammar Gaddafi, na hiki ndicho ambacho huenda kikatokea katika taifa la Venezuela, wanasema wachambuzi wa mambo. Ni wazi kwamba Marekani watashindwa. Wa Venezuela tayari wana uzoefu unaohitajika. Kutoka mwaka 2016 hadi 2017 tulijifunza kushinda shida zozote. Pius Hernandez, mmoja kati wa wachambuzi wa mambo nchini Venezuela, alihitimisha. Hata hivyo, mvutano kati ya Marekani na Venezuela ulianza kuongezeka mwezi Agosti wakati Marekani ilipoanza kujimarisha kijeshi katika bahari ya Caribbean kwa kisingizio cha kupigana na ulanguzi wa dawa za kulevya ambao kama maafisa wa Marekani wanasema ulitoka katika taifa hilo la Amerika ya Kusini. Mnamo Septemba, jeshi la Marekani lilitangaza mashambulizi dhidi ya meli karibu na pwani ya Venezuela ambazo zinadaiwa kutumiwa na makampuni ya madawa ya kulevya, ingawa hakukuwa na uthibitisho wa kuhusika kwa boti hizo katika shughuli za uhalifu. Mnamo Novemba 13, waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth alitangaza rasmi operation ya kijeshi chini ya jina la Southern Spear, na tarehe 29 Novemba rais wa Marekani Donald Trump alihimiza mashirika yote ya ndege kuzingatia anga juu na inayozunguka nchi ya Amerika Kusini kwamba imefungwa. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.